mambo mawili. La kwanza, tunafikiri ni busara hii kesi kufutwa, kwa sababu ni kesi ambayo kiukweli tunapoisikiliza inapoteza muda, inapoteza rasilimali za nchi, na ni kesi ya uongo, ya kubumba, na inasababishia hasara taifa kubwa. Lakini pili, hii kesi ita-expose mambo mengi. Mesikia hapo mtu anasema hata hajui kama mwenyekiti wetu ni mwenyekiti wa chama taifa. Ni vitu vya kushangaza sana. Ni vitu vya ajabu kweli kweli. Kama tuna civil society, tuna civil servants wa aina hii, kuna matatizo makubwa ya nchi ambayo yanahitaji matibabu ya haraka. La pili la muhimu, ambalo nimelisema mara zote na nitalisema mara zote, kukosoa serikali sio kosa. Kumkosoa Rais Samia sio kosa. Kama hataki kukosolewa, aache kazi za kuongoza nchi yetu, akae nyumbani kwake. Mtu akienda kumkosoa, huyo atakuwa anamchokoza, atamshtaki mahakamani. Vitendo vya kuendelea kuteka watu kwa sababu wanaikosoa serikali, kwa sababu wanakosoa mwenendo wa serikali na wanamkosoa rais, havikubaliki na hatutavikubali, na iko siku watajibu, hata wakiwa wazee. Hata waliojiwekea kinga, tutaziondoa hizo kinga. Watatakiwa kuja kutueleza nani amemchukua Polepole, na tunataka kujua. Tunapozungumza hivi tuna maana hiyo. Sisi tumeadvocate kipindi chote kwamba hatutaki Mtanzania yoyote kwa msimamo wake apotezwe. Kama mtu ana makosa, sheria za nchi yetu zipo. Tunataka kujua nani hawa ambao wameteka watu kwa siku 11 mfululizo, kwa siku kuanzia tarehe 1 mpaka leo, karibia watu 15. Na jana usiku kuna kijana amechukuliwa tena huko Tabata, akiwemo kiongozi wa juu kabisa wa Chama cha Mapinduzi, Humphrey Polepole. Na jambo la ajabu ni kwamba level ya unafiki, hypocrisy kwenye nchi ni ya hali ya juu sana. Kwamba watu waliofanya kazi na Humphrey Polepole serikalini, CCM, akiwa mkuu wa wilaya, akiwa barozi, hakuna hata mtu mmoja amejitokeza kutaka kujua whereabout ya Humphrey Polepole. Hii ni nchi gani? Kama a high profile person ambaye amekuwa mjumbe wa NEC wa CCM, amekuwa kiongozi wa kitaifa, mjumbe wa kamati kuu ya CCM, amekuwa barozi kwenye nchi yetu, ana kiapo cha nchi yetu, anapotea tu kama kuku. Wewe mwandishi wa habari, una hali gani ukikosana na hawa watu wenye mamlaka? Mfanyakazi wa mahakama hapa ana hali gani? Mwananchi kule kijijini ambaye anaweza akakosana na mtu anayetaka kuchukua shamba lake kwa sababu ameona kuna dhahabu pale, na huyo mtu ana nguvu serikalini, anaweza kuamuru watu akateka, huyo mwananchi ana hali gani? Hatutanyamazia utekaji. Kwa nataka kutumia nyie niwaambie serikali, tunataka tujue hawa watu wanaochukuliwa wako wapi, na wajue kwamba hii nchi haiko in isolation. Haya mambo hayatanyamaziwa na hayataisha hivi. Asanteni sana.